Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pekee sana ninamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa upendo wake, kwa uzuri wake, kwa ukarimu wake, kwa huruma zake, rehema zake ndani yetu. Amekuwa Mungu wa baraka sana. Amekuwa Mungu wa amani sana. Amekuwa Mungu ambaye ni wa kimbilio letu sana. Amekuwa msaada wetu. Amekuwa ni Mungu ambaye kwa kweli kama si yeye hata saa hii tusingekuwa tunazungumza, lakini kwa sababu ya huruma zake, kwa sababu ya upendo wake, hakika we have a lot of reason kusema asante mbele zake na kumshukuru kwa namna tu ambavyo anatupa kibali kuona siku ya leo. Najua kuona siku kama ya leo ni ushuhuda, ni ujasiri mkubwa, ni uhodari mkubwa, ni neema kubwa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru kwa upendo wake, kwa namna ambavyo anatupigania na kututetea. Yeye amekuwa mpenzi wetu, amekuwa rafiki yetu, amekuwa sehemu ya maisha yetu, amekuwa sehemu ya mambo yetu, amekuwa sehemu ya kila kitu chetu. Maana tuna kila sababu ya kusema hakika Bwana amekuwa mwema, Bwana amekuwa mzuri, yeye amekuwa msaada kwenye maisha yetu. Leo ni tunaenda kuomba kwa habari ya kwamba kumwomba Mungu katikati ya mateso. Kumwomba Mungu katikati ya mateso au kumwomba Mungu katikati ya magumu. Kumuita Mungu katikati ya mateso, kumuita Mungu katikati ya magumu. Kumuita Mungu katikati ya yale mateso, kumuita Mungu katikati ya mateso. Ni kwa nini nasema kwamba kumuita Mungu katikati ya mateso? Wakati mwingine tunaweza tukawa tunapitia situation mbalimbali, tunapitia changamoto mbalimbali, tunapitia matatizo mbalimbali. Lakini wakati tunapopitia yale matatizo, huwa tunasahau kuliitia jina la Bwana. Huwa tunasahau kumuita Mungu aonekane katikati ya hizo shida. Huwa tunasahau kumuita Mungu aonekane katikati ya hilo changamoto ambalo limetokea. Tunasahau kumuita Mungu aonekane katikati ya hilo tatizo ambalo limetokea. Unashindwa kumuita Mungu katikati ya hiyo hasara. Unashindwa kumuita Mungu katikati ya hilo ugonjwa. Watu wengi huwa mara nyingi wanapokutana na tatizo wanaanza kulalamika. Wakati mwingine mtu kama huyo hata sometimes unaogopa kumsemesha. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia jinsi anavyolalamika, jinsi anavyozungumza, unaona kabisa zairi huyu mtu kuna namna ambavyo amechanganya mambo kwenye maisha yake. Kwa hiyo haoni tena umuhimu wa kumuita Mungu, haoni tena umuhimu wa kulitaja jina la Yesu, haoni tena umuhimu wa kumuita Mungu katikati ya tatizo alilo nalo. Haoni shida tena kumuita. Anaamua kunyamaza kimya na kutanguliza malalamiko. Na watu hawa ambao hamuiti Mungu, unaweza ukakuta naye anafanya maamuzi magumu. Kama kuna mahali ambako alimuita Mungu na Mungu hajaitika kwenye hilo eneo, anaamua kufanya maamuzi magumu as if kwamba anamkomoa Mungu. Lakini nikwambie mtu wa Mungu, haumkomoi Mungu. Kuna namna ambavyo unaamua wewe mwenyewe kujaribia maisha yako, unaamua mwenyewe kuharibu ndoto yako, unaamua kuharibu uhusiano wako na Mungu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukitazama maisha ambayo unayaishi, kama kuna jambo ambalo unapitia, kama kuna tatizo unalolipitia, liwe kwenye eneo lolote la kimaisha, liwe kwenye eneo lolote wewe ambalo upo kwenye mazingira uliopo, yamkini kuna tatizo ambalo unapitia, nataka nikuambie muite Mungu katikati ya hilo gumu, muite Mungu katikati ya hilo tatizo, kwa sababu wewe utakapomuita Mungu, naye Mungu
atakusikia, naye Mungu atakusikia. Atakusikia kwa sababu umemuita, atakusikia kwa sababu umepaza sauti ya kumuita, kwa sababu unapomuita yeye ana tabia kukuitikia. Unapomuita yeye ana tabia ya kuitika kwa sababu umemuita. Lakini kama hautamuita, uwezi ukamwona akijidhihirisha kwenye hilo eneo. Ndio maana tukisoma kitabu cha Yeremia mlango wa 33 mstari wa 3, anatupa jukumu, anatuambia niite nami nitakuitikia. Ona jinsi anavyozungumza nasi. Kwa hiyo yeye hawezi kutuitikia kama hajatuita. Kikubwa kinachohitajika ni sisi kumuita ili aweze kutuitikia. Ni wewe kumuita ili aweze kukuitikia. Ni wewe kijana unapaswa kumuita Mungu ili aweze kukuitikia. Kama hautamuita, maana kwamba hawezi kukuitikia. Kwa hiyo sisi tumeshapewa jukumu, maana kwamba ama tumepewa jukumu, sisi tunapaswa kulifuata hilo jukumu. Kwa hiyo mimi na wewe, ili tuweze kuitikiwa, ni lazima tuwe na jukumu la kumuita. Tuwe na jukumu la kumuita katikati ya changamoto tulizo nazo, katikati ya shida tulizo nazo, katikati ya dharau, katikati ya shida ambazo tunazipitia, katikati ya shida ambazo ndugu zetu wanapitia. Kwa hiyo tunapomuita Mungu, yeye hujidhihirisha. Yeye ana tabia kujidhihirisha. Ana tabia kuitika. Kwa hiyo huwezi hata siku moja ukakaa ukafikiri kwamba usipomuita Mungu akajionyesha pale hapo ulipo. Hapana. Ni wewe lazima umuite ili aweze kujidhihirisha na kujionyesha mahali ambapo upo, kwa sababu yeye anasema niite nami nitakuitikia. Kwa hiyo tuna jukumu la kumuita Mungu siku ya leo, na kumuita Mungu kwenye eneo lolote la maisha yetu ili aweze kutuitikia. Yamkini kuna jambo ambalo muda mrefu halijatatulika, muda mrefu hujapata majibu yake. Nataka nikwambie leo, unapoomba Mungu atakuitikia. Leo tunapoomba Mungu atatuitikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumemuita naye akasema nitaitika. Kwa hiyo ni sawa na kwamba, hebu fikiria kwako wewe una mtoto wako au rafiki yako, unapomuita akaitika, unajisikiaje? Lazima ujisikie amani. Labda tu umemwambia rafiki yako kwamba ninakuhitaji mahali fulani, akakwambia baada ya dakika chache, baada ya nusu saa, baada ya lisaa nitakuwepo hapo. Na ni kweli kabisa, baada ya huo muda ambao amekwambia, unamuona mahali hapo. Na ukimuona, kuna namna ambavyo unajisikia raha, kuna namna ambavyo moyo unafurahi, kwa sababu unajua kabisa huyu niliyemuita leo na akaja mahali hapa, ninaweza nikamueleza kila ambacho ninahitaji kumueleza. Ninaweza nikazungumza naye vizuri, ninaweza nikazungumza naye kwa upendo, ninaweza nikazungumza naye kwa amani, nikamueleza yale yote ambayo ninahitaji kumueleza, ili niweze kupata majibu katika kile kitu ambacho ninamueleza. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Unapomuita Mungu, yeye huja, na akija anahitaji kukusikiliza, kwa sababu anayemuita Mungu, yeye ndiye ana jambo ambalo anahitaji kumweleza Mungu. Na kwa kuwa Mungu ataitikia kila ambacho umemuita, yeye atakuja, na atakapokuja atakaa kukusikiliza, na akikusikiliza anakupa majibu ya kila ambacho umemuuliza na kila ambacho umemuomba. Ndio maana anasema ya kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kama tukimuita Mungu, yeye ana tabia kutuitikia na kutuonesha yale mambo makubwa na magumu ambayo tulikuwa hatuyajui kwa habari ya maisha yetu, yale magumu ambayo tulikuwa hatuyajui kwa habari ya huduma zetu, yale makubwa na magumu ambayo hatuyajui kwa habari ya familia zetu, kwa habari ya elimu yetu, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya ndugu, kwa habari ya uhusiano wako, kwa habari ya ofisini kwako. Kwa hiyo yeye ametupa jukumu siku ya leo, tumuite naye atatuitikia, tumuite naye atatuitikia, na akituitikia yeye anatupa majibu, na yale majibu atakayotupa tuwe na uhakika kabisa anatupa na mahali pa kutokea. Anatuambia, mwanangu, ili uweze kufanikiwa kwenye ile
eneo, sasa pita njia hii. Anatupa ushauri, anatupa maelekezo, anatupa njia ya kupita. Ndio maana anasema asubuhi ya leo, siku ya leo, ya kwamba mimi na wewe tuna jukumu la kumuita Mungu katikati ya mateso tulio nayo, ya kumuita Mungu katikati ya ugonjwa ambao tunapitia, tumuita Mungu katikati ya eneo lolote lile ambalo wakati mwingine tunakosa kibali, kumuita Mungu pale ofisini, kumuita Mungu kwa habari ya maisha yetu binafsi. Kwa hiyo mimi na wewe tuchukue jukumu hilo, kumuita Mungu aweze kutuitikia, maana tukimuita na akatuitikia, tuwe na uhakika kabisa ya kwamba tutapata majibu. Yeye atatusikia, yeye atatuelewa. Kwa hiyo haijalishi upo kwenye mazingira gani, haijalishi upo kwenye pito gani, haijalishi upo kwenye msiba wa aina gani, lakini nataka nikuambia kwamba leo muite Mungu naye Mungu atakuitikia. Leo muite Mungu naye Mungu atakuonekania. Leo muite Mungu naye Mungu atajidhihirisha. Leo muite Mungu naye atajitukuza kwenye eneo lako, kwa sababu mimi na wewe tuna jukumu la kumuita. Yamkini kuna mambo mengi ambayo unahitaji majibu mengi. Unahitaji majibu katikati ya yale maswali ambayo unajiuliza. Unahitaji majibu katikati ya mazingira uliopo. Unahitaji majibu katika ofisi uliopo. Unahitaji majibu katika biashara unaofanya. Unahitaji majibu katika huduma ulionayo. Kwa hiyo kama unahitaji majibu, muite Baba yako wa mbinguni naye atakuitikia. Muite Baba yako wa mbinguni naye atajidhihirisha. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu siku ya leo, hakikisha unamuita Mungu. Nikupe tu mfano rahisi. Angalia jinsi Bartimayo alivyokuwa anapitia katika hali ngumu ya kimaisha, na alipopaza sauti mbele za Mungu akisema ya kwamba Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Bartimayo alikuwa ni kipofu, kwa hiyo alipomuita Mungu, Mungu akamuitikia. Tazama wale wengine ambao walikuwa ni vipofu, wakapaza sauti, wakamuita Mungu, wakamwambia Mungu uturehemu, na walipomuita Mungu, Mungu akawasikia. Kwa hiyo na wewe unapaswa kumuita Mungu. Mimi na wewe tunapaswa kumuita Mungu ili Mungu aweze kutuitikia, ili Mungu aweze kutuitikia kwenye maisha yetu, aweze kutuitikia katikati ya kila eneo la maisha yetu. Tunapomuita kwa uaminifu, yeye akija atatusaidia, yeye akija atatuelekeza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, twende mbele za Mungu, twende mbele za Mungu tuombe, twende mbele za Mungu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasogea mbele zako. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako, ninakushukuru kwa sababu ya baraka zako, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako, ninakushukuru kwa sababu wewe ndiye Mungu. Asante kwa sababu ya watoto wako, asante kwa ajili yao, asante kwa ajili ya maisha yao, asante kwa ajili ya kila mmoja kwa nafasi yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea sifa Adonai, pokea utukufu mfalme wa falme. Wewe uinuliwe Bwana wangu, uinuliwe kwa sababu ya siku nzuri na siku njema, siku nzuri na siku njema. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakuinua Baba yangu, ninakutukuza Baba yangu kwa sababu ya siku nzuri uliotupa, kwa sababu ya siku njema uliotupa. Ninakushukuru Baba yangu kwa sababu ya siku ya baraka, siku ya amani ambao umetupa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni mwema, tena wewe ni mwaminifu, wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Asante kwa uzima, asante kwa afya, asante kwa sababu ya upendo wako, kwa sababu ya amani yako, kwa sababu ya furaha yako ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yetu, ndani ya maisha ya wale watu, ndani ya maisha ya yule kijana, ndani ya maisha ya yule baba, ndani ya maisha ya mtu mmoja mmoja kwa nafasi yake. Ninakushukuru kwa ajili yao, ninakutukuza kwa ajili yao. Kristo Yesu, ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Bwana kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya maisha yetu. Tusamehe Bwana, ni kweli tumewaza yasiyokupendeza, tumewaza ambayo yapo kinyume chako, na ukasema ya kwamba tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zipate kufutwa, zije miaka za kuburudishwa kwenu. Nasi tunaomba toba, tunaomba toba Bwana. Tumekosea, tumewaza mabaya, tumefikiria yasiyokupendeza Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine Bwana tumewaza matendo ya uovu, tumewaza vitu ambavyo vipo kinyume chako Bwana. Tusamehe Baba yetu, tusamehe Mungu wetu, tusamehe mfalme wetu kwa jina la Yesu, maana hatuwezi kusogea mbele zako tukiwa ni watu ambao
ambao Bwana tu wenye dhambi. Maana Bwana, ili tuweze kuingia patakatifu pako, tunahitaji toba na rehema, tunahitaji utusamee, tunahitaji ututakase kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ili tuwe na ujasiri wa kukuita, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamee, tunaomba ututakase Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pita ndani yetu, pita ndani yetu Baba yangu, pita ndani yetu Mfalme, pita ndani yetu Mfalme wa mfalme, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakuinua, Baba, ninakutukuza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninakuinua, Baba, ninakuinua, Baba, ninakuinua, Baba, ninakuinua, Baba, ninakuinua, Baba, ninakuinua kwa jina la Yesu. Mfalme wa falme, leo ninasogea tena mbele zako kukuomba wewe Bwana, katikati ya mateso, kukuita wewe Bwana katikati ya magumu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Yeremia ule mlango wa 33 mstari wa 3, ya kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Nami ninakuita Bwana, ninakuita Mfalme wa falme, katikati ya shida yangu, katikati ya mateso yangu, ninakuita Mfalme wa falme, katikati ya ule ugonjwa, ninakuita Mwokozi wangu, katikati ya lile tatizo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana uniitikie, ninaomba Bwana uniitikie, ninaomba Bwana uniitikie. Muitikie yule mama, muitikie yule baba, muitikie yule binti, muitikie yule kijana wa kiume, muitikie yule mzee, muitikie yule mtoto, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo, waitikie Bwana, wewe uliyesema niite nami nitakuitikia. Ninakuita Mwokozi wangu, ninakuita Baba yangu, ninakuita Bwana, jioneshe Bwana. Yupo aliyekata tamaa kupitia hitaji lake. Bwana, lilo hitaji Mfalme limemkatisha tamaa. Anaona kabisa ya kwamba haoni mbele tena, anaona kabisa ya kwamba hakuna tena kufanikiwa, hakuna tena kupiga hatua. Leo ninakuita Bwana wangu kwa ajili yake, ninakuita kwa habari ya huyo mtu, ninakuita kwa habari ya maisha yake, ninakuita kwa habari ya huduma yake, ninakuita kwa habari Mfalme wa falme ya jukumu ambalo alilonalo kwenye familia. Mungu wangu na Baba yangu, kuna mambo ambayo yamemkatisha tamaa. Leo ninakuita kwa ajili yake, leo ninakuita. Tazama Mfalme wa falme, wewe uliyesema nikuite na utaniitikia. Ninakuita Bwana, ninakuita kwa habari ya hilo tatizo lililokaa kwa muda mrefu, ninakuita kwa habari ya hilo tatizo lililokaa kwa muda mrefu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu mwana wa Daudi, ninaomba utuitikie, ninaomba utuitikie, ninaomba uniitikie, ninaomba uniitikie Bwana. Tuitikie Mwokozi wangu, tuitikie Baba yangu wa mbinguni, maana hatuna mwingine wa kumuita. Tunaweza tukaita wanadamu lakini wasiweze kutatua tatizo tulilo nalo. Tunaweza tukamuita mwanadamu asiweze kutupa majibu sahihi. Tunaweza tukamuita mwanadamu asiweze kutupa kila ambacho tunakihitaji, lakini tukikuita wewe Bwana, wewe unatupa majibu sahihi, wewe unatupa majibu sahihi, wewe unatupa mwelekeo sahihi. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu, ninakuita Bwana, maana wewe ndio unipae majibu sahihi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Zaburi ule mlango wa 50 mstari wa 15, uniite siku ya mateso, nitakuokoa na utanitukuza. Nami ninakuita Bwana katikati ya hayo mateso, na kuita Bwana katikati ya hilo teso la huyo mwanamke, ninakuita katikati ya hilo teso la huyo mwanaume, ninakuita Bwana, ninakuita Mwokozi wangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakuita Jemedari, ninakuita Adonai, ninakuita uonekane wewe, onekana Mwokozi wangu, onekana mwamba
mpendwa wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuita katikati ya hilo teso lililomtesa huyo mtu kwa muda mrefu. Ninakuita katikati ya huo ugonjwa uliyemtesa mtoto wako kwa muda mrefu. Mwingine vidonda vya tumbo vimetesa maisha yake, mwingine kisukari, mwingine presha, mwingine ukimwi, mwingine Bwana ameteswa Bwana na maumivu ya kichwa mara kwa mara. Bwana ninakuita, I call you Jehova, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Yesu mwana wa Daudi warehemu, Yesu mwana wa Daudi umrehemu, mrehemu mtoto wako, mrehemu mtoto wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako Bwana, achilia rehema zako Adonai, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako. Ninakuita Bwana katikati ya mateso, niitikie Bwana. Ninakuita katikati ya teso la huyu kijana Bwana, muitikie, muitikie Bwana. Bwana, ninakuita katikati ya maumivu, ninakuita katikati ya uchungu mwingi ambao mtoto wako anapitia, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Jizirishe Bwana, jizirishe Bwana. Yesu wangu, Yesu wangu, jizirishe Mungu wangu uliye hai, jizirishe Mungu wangu uliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Jizirishe Mfalme, jizirishe Jehova, jizirishe Mwokozi wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Jizirishe, jizirishe leo, jizirishe leo, jizirishe Mwokozi wangu kwa jina la Yesu. Zirisha ukuu wako, zirisha matendo yako, zirisha Bwana kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Zirisha matendo yako yaliyo makuu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Zirisha Bwana, jizirishe Bwana, jizirishe Mwokozi wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Zirisha Bwana, zirisha ukuu wako Bwana kwa jina la Yesu. Ninakuita Bwana, ninakuita Bwana. Ni kweli Bwana, tatizo limedumu miaka na miaka. Leo ninakuita, leo ninakuita Bwana. Usinyamaze kwa habari ya umaskini, usinyamaze kwa habari ya madeni, usinyamaze kwa habari ya hasara, usinyamaze kwa habari ya uko kufeli, usinyamaze Bwana kwa habari ya ugonjwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, Yesu, Yesu jizirishe, Yesu jizirishe, Yesu jizirishe, Yesu jizirishe. Katika jina la Yesu, ninakuita Yesu wangu, ninakuita Yesu wangu, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Warumi 10:13. Bwana, neno lako linazungumza na kusema ya kwamba kwa kuwa kila aliitia jina la Bwana ataokolewa, ataokolewa na hayo matatizo, ataokolewa na hiyo shida, ataokolewa na hayo maumivu, ataokolewa na huo ugonjwa. Ninakuita Bwana, ninaliitia jina lako, 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 ninaliitia jina lako. Hayo maumivu ya muda mrefu, ninaliitia jina lako. Hayo mateso ya muda mrefu, hayo madeni, ninaliitia jina lako. Hiyo hasara, ninaliitia jina lako. Hayo maumivu, ninaliitia jina lako kwa jina la Yesu. Yesu onekana, Yesu onekana, Yesu onekana, Yesu onekana, onekana Yesu wangu, onekana Yesu wangu, onekana Yesu wangu, onekana leo, onekana leo tena, onekana leo Bwana, onekana leo Yesu. Usinyamaze Yesu, usinyamaze Yesu. Ninakuita, ninakuita Yesu wangu, ninakuita Yesu wangu, ninakuita Yesu wangu. Onekana Baba yangu, onekana Yesu Kristo, onekana Mfalme wa falme, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Yesu, 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 ninakuita wewe, ninakuita wewe. Tazama huyo binti ambaye Bwana akikumbuka mapito yake, Bwana anachoka. Leo ninakuita kwa ajili yake, leo ninakuita kwa ajili yake, ninakuita kwa ajili yake, ninakuita kwa ajili ya kila mmoja, ninakuita kwa habari ya kila mmoja anayekuomba kwa imani, anayekuita kwa imani. Bwana ukamsikie, Bwana ukamsikie, kama ulivyomwambia Daudi ya kwamba uniite siku ya mateso, nitakuokoa nami nitakutukuza, nawe utanitukuza, nawe utanitukuza.
ninakutukuza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, onekana Bwana, pale ambako hata wakati mwingine madaktari walikata tamaa. Bwana, onekana pale ambako hata kwenye ule ugonjwa madaktari wakasema asubirie tukufa. Bwana, wewe hujatoa hitimisho la mwisho, wewe hujatoa hitimisho la mwisho. You are the final say, my Father, kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana wa majeshi, tena ukazungumza kwenye kitabu cha Zaburi ule mlango wa 145 mstari wa 18, Bwana yu karibu na wote wamuitao, wote wamuitao kwa kweli. Repasheketerike sekenderia ba ripokenderia masheketeria ka. Bwana, ninakuita wewe, umesema upo karibu na wote wakuitao, na sisi Bwana tunaamini upo karibu yetu, ndio maana tunakuita wewe, unatukaribia, ndio maana tunakuita kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nami ninakuita kweli kweli bali ya lile teso, ninakuita kweli kweli kwa bali ile kazi, ninakuita kweli kweli kwa habari ya huduma, ninakuita kweli kweli kwa habari ya ile biashara, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Onekana Mwokozi wetu, onekana. Ninakuita kwa habari ya ile elimu, ninakuita Bwana wangu na Mungu wangu, onekana Mfalme wa falme, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakuita Yesu, ninakuita Mwokozi wangu, ninakuita Baba yangu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nitikie Bwana, nitikie Bwana kwenye ile kazi, nitikie Bwana kwenye ile elimu, muitikie Bwana. Bwana wa majeshi, waitikie watoto wako, waitikie watoto wako kwenye mahitaji yao, kama neno lako linavyosema katika Zaburi 91 ule mstari wa 5, ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. My Father, umesema ataniita nami nitamuitikia. Niitikie Bwana wangu, niitikie Bwana wangu, niitikie saa hii, niitikie saa hii, niitikie saa hii, muitikie saa hii kwenye hilo tatizo, kwenye hilo tatizo, kwenye ile tatizo, kwenye hilo ugonjwa, muitikie saa hii, muitikie saa hii kwenye hilo pito lake, kwenye hayo maumivu alionayo, kwenye huo uchungu, muitikie saa hii kwenye hiyo hasira, kwenye hiyo tabia, muitikie saa hii, muitikie saa hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Muitikie majira haya, muitikie katika haya majira, muitikie katika haya majira, muitikie Baba yangu, muitikie Mfalme wangu, muitikie mtoto wako, muitikie saa hii kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Usinyamaze, 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 muitikie katika majira haya, ili aone mkono wako, ili aone uzirisho wako. Muitikie Mwokozi wangu, wewe ulimesema utamuitikia. Muitikie Bwana saa hii apazapo sauti yake, anapopaza sauti yake mbele zako Bwana, ninaomba umuitikie, ninaomba umuitikie, ninaomba umuitikie Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba yangu muitikie, Baba yangu muitikie, muitikie kwenye ombi lake, muitikie kwenye hitaji lake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yupo anayehitaji jina lako, anahitaji msaada wako, maana ana msaada mwingine, maana ana msaada mwingine. Anajua kwako anaweza kupata msaada, anajua kwako kuna msaada, anajua kwako kuna msaada utokao kwako Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninakuita Bwana kwa habari ya majira yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya hatima yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya hatima ya yule kijana, kwa habari ya hatima ya yule binti, ninakuita kwa habari ya hatima ya yule mama, yule baba, yule mtoto, kwa jina la Yesu. Ninakuita kwa habari ya maisha yao, ninakuita kwa habari ya kazi zao, ninakuita kwa habari ya chochote kile wanachokifanya, ninakuita kwa habari ya elimu yao, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. I call you my Father, I call you Adonai, I call you Jehovah.
Jehova, onekana Mwokozi wangu, onekana baba yangu, onekana kimbilio langu, onekana jemedari wangu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninakuita maana ninajua utatuitikia, ninajua kwamba wewe utatuitikia Bwana, nami ninakuita kwa habari ya kesho ya yule mtu, kwa habari ya kesho yake, ninakuita kwa habari ya hatima yake Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, onekana, maana wewe ukionekana Mwokozi wangu, Bwana, tutaona mema, tutaona mazuri. Wewe ukituitikia Bwana, tutaona wepesi. Niitikie tu Bwana, niitikie tu Bwana, niitikie tu Mwokozi wangu, niitikie tu baba yangu. Ukiniitikia Bwana, nitaona wepesi kwenye kila eneo, nitaona wepesi kwenye kila eneo, kwa jina la Yesu Kristo. Mwite Yesu naye atakuitikia, mwite naye atakuitikia. Wala usinyamaze, wala usinyamaze. Mwite naye atakuitikia, maana ametupa jukumu la kumuita, mahali popote ulipo. Mwite naye atakuitikia, mahali popote unapokwenda. Mwite naye atakuitikia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa majira ya Bwana ninakuita uonekane, ninakuita ili uonekane, ninakuita ili ujidhihirishe, ninakuita Bwana ili wewe ujidhihirishe kwenye hayo mazingira. Ninakuita Mwokozi wangu ili wewe ujidhihirishe kwenye hiyo hali tulionayo, kwenye hiyo hali alionayo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Yupo anayekuita kwa habari ya biashara yake, yupo anayekuita kwa habari ya ofisini kwake, yupo anayekuita kwa habari ya mambo yake, majukumu yake, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Yesu, kama Bartimayo alikuita na ukamuitikia, nasi tunakuita tuitikie, tuitikie Mwokozi wangu, tuitikie Mwokozi wangu, ili jina lako likazidi kutukuzwa, nami nitakutukuza. Niite nami nitakutukuza Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuita Bwana, niitikie Bwana, nikutukuze Mwokozi wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakuita Bwana kwa habari ya kesho yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya kusudi langu, ninakuita Bwana kwa habari ya maisha yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya afya yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya elimu yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya huduma ulioweka ndani yangu, ninakuita Bwana kwa habari ya kipawa na karama ulioweka ndani yangu. Ninakuita Mwokozi wangu, ninakuita baba yangu, ninakuita mfalme wa falme, ninakuita Adonai, ninakuita jemedari, ninakuita Mwokozi wangu, wewe uliye Mwokozi wa maisha yetu. Ninakuita Yesu Kristo, ninakuita Yesu Kristo, ninakuita mfalme wa falme, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakuita kwa habari hiyo kansa, kwa jina la Yesu Kristo. Kansa iondoke, pressure iondoke, ukimwi iondoke kwa jina la Yesu. Hivyo vidonda vya tumbo viondoke, maumivu ya kichwa iondoke kwa jina la Yesu. Hicho kifua kinachouma kipone kwa jina la Yesu. Ninaliitia jina la Yesu, ninaliitia jina la Yesu kwenye kila teso, ninaliitia jina la Yesu kwenye kila maumivu, ninaliitia jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema, tena wewe ni mwaminifu. Asante kwa sababu katika hili wewe umejidhihirisha. Asante maana Bwana, wote waliokuita Bwana umejidhihirisha kwao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe kwa sababu ya upendo wako. Asante Kristo Yesu. Tua Mungu akubariki sana. Mungu akuitikie kwenye kila eneo. Mungu akuitikie katika siku yako ya leo. Mungu akuitikie katika siku yako ya leo. Mungu akuitikie kwenye hiyo kazi yako. Mungu akuitikie kwenye hiyo biashara yako. Mungu akuitikie kwenye elimu yako. Mungu akuitikie kwenye ndoa yako. Mungu akuitikie kwenye mahusiano yako. Mungu akuitikie kwenye hiyo kibarua chako. Mungu akuitikie juu ya mtoto wako. Mungu akuitikie juu ya mume wako. Mungu akuitikie juu ya familia yako. Mungu akuitikie kwenye kila aina ya mazingira
mazingira uliopo kwa jina la Yesu. Mungu akakuitikie kwenye kila eneo la maisha yako. Mungu akakuitikie kwenye kila hatua ya maisha yako. Ndivyo ninavyokuombea kwa Mungu, ndivyo ninavyokutamkia kwa Mungu, na itakuwa hivyo. Atakuitikia kuanzia sasa. Wewe muite tu kwa imani, wewe muite tu kwa imani, na Bwana wetu Yesu Kristo atatukuzwa kwenye maisha yako, atatukuzwa kwenye eneo uliopo, atatukuzwa kwenye hitaji lako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni na akuinue sana. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nasi tukiomba tukiamini ya kwamba Mungu amesikia maombi yetu. Amen.